Naitwa Francis Dacha kutoka katika ardhi ya Kenya. Naam. Sawa, Mwalimu Masawe, na wewe tena jitambulishe kidogo, lakini wewe utuambie tu moja kwa moja wewe ni nani hasa hapa tulipo. Okay, asante. Mimi naitwa Mwalimu Jeff Masawe. Ni mtoto wa Tanzania. Na hapa nipo kama mtumishi wa kanisa la Seventh-day Adventist Reformed Church. Yeah. Okay. Sasa kumekuwa na shida nyingi, watu wakiuliza maswali mengi sana. Wakitaka kusema wao wakisema nyinyi hamueleweki. Hamueleweki kama ni matengenezo, kama ni uwezeni wale masalia, yani watu ambao walijitoa kwenye ile SDA. Tofauti yenu labda na hao wengine imekuwa ni nini hasa mpaka nyinyi mkaja kuanzisha hapa mlichoanzisha? Nadhani ya kwamba wewe kama mwandishi wa habari inawezekana iwe kwako ni vigumu sana kuelewa usipoelezwa. Sasa mimi naomba nikueleze. Wakati mwingi katika historia ya kanisa kuna kuwa na mabaki ama reforma, watu ambao hawakubaliani na uasi wa kidhehebu. Dhehebu linapoasi ama linapoingiza mafundisho mageni, wale ambao ni waaminifu katika kweli ya Biblia hujiondoa katika mifumo ambaye imeasi ukweli. Kwa hivyo sisi kwa kujiondoa katika madhehebu ni baada ya kuona madhehebu yamekataa ukweli wa Biblia, badala yake wanafuata mapokeo ama dogma. Yaani makanisa yana kanuni za imani yao wamejiandikia wao wenyewe, na kanuni hizo ukizipima katika Biblia unapata ya kwamba zinaendana kinyume na ukweli wa maandiko. Sasa ndiyo sababu ya sisi kujitenga na madhehebu yaliyoasi ukweli. Ningetaka ni sapoti hoja hiyo katika andiko moja la Ezekieli 12 mstari wake ni wa kwanza. Umekuwa huo ndio utaratibu wa watu wa Mungu, ambaye inasema ya kwamba mwanadamu, wewe unakaa katika nyumba iliyoasi, watu ambao wana macho ya kuona ila hawaoni, wana masikio ya kusikia ila hawasikii, kwa maana ni nyumba iliyoasi. Basi mwanadamu, funga tayari vyombo kwa uhamisho, ukahame wakati wa mchana mbele ya macho yao, nawe utahama toka mahali pako hapa mpaka mahali pengine mbele ya macho yao, labda watafahamu ijapokuwa ni nyumba iliyoasi. Sasa nyumba ambayo imeasi, tunaongelea nyumba ya ibada ama mfumo wa kiibada. Inapoasi, wale ambao ni waaminifu huwa wanajitenga na mfumo huo, wanaondoka, kama vile Waprotestanti walivyojitenga na mfumo wa Katoliki. Waprotestanti walikataana na mafundisho ya Katoliki ambaye pengine hayakuendana sawa na Biblia kwa mujibu wao, ndio wakafanyaje? Wakajitenga. Kwa hivyo nafikiri nitakuwa nimekujibu swali lako. Sawa. Sasa swali langu ambalo nilikuwa ninalenga tena kuuliza ni kuhusiana na hiki ambacho kimekuja kuanzishwa huko. Najua Mwalimu Masawe amenijibu kwamba ni kiongozi wa huduma ya Seventh-day Adventist Reformers. Sasa labda kwa sababu labda Kiingereza sijaelewa vizuri au vipi, hiki mlichokuja kuanzisha huko ni kanisa, ni kikundi cha kuabudu pamoja, au ni nini hasa? Kwa sababu maneno yamekuwa yakisemekana kwamba mmeanzisha kanisa lenu, maneno tu ya kawaida. Asante. Sisi hatujaanzisha kanisa. Bali tumerejea katika kanisa. Maana kanisa lilianzishwa na Kristo mwenyewe. Kitabu kile cha Mathayo sura ya 16 mstari wa 13 mpaka mstari ule wa 18, Kristo anasema alijenga kanisa lake juu ya mwamba huu, kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Sasa hilo kanisa kwa miaka mingi lilikuwa likiharibiwa na Ibilisi na mawakala wake. Kwa mfano kitabu kile cha Matendo sura ya 20 mstari 28, Paulo akitabiri kwamba baada ya kuondoka kwangu mimi watakuja mbwa wakali wasirumie kundi. Hata kati yenu watainuka watu ambao watawavuta wanafunzi waandamie wao, si kumwandamia Bwana na lile kanisa lake.
Kwa maana movement ya uasi imekuwepo kihistoria, na pia kuishia hapo. Kitabu kile cha Wathesalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 3 na mpaka mstari wa 4 anatabiri siri ya uasi, ukengeufu ndani ya kanisa la Mungu. Kwa hivyo katika zama zote za historia za kanisa la Mungu kuna mashambulizi makubwa na unabii. Kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 17 maandiko yanasema kwamba vijoka akaenda kupambana na hao masalia ambao mwalimu Ndacha kaelezea hapo, hao washikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. No, ushuhuda wa nani? Wa Yesu. Sasa kwa nini kwa ushuhuda hapo kuna kitu kipo hapo, baadaye naweza nikaeleza. Sasa ukiangalia hili kanisa la Kristo lina vita na joka. Sasa kwa hiyo watu wa Mungu daima wako smart na wana macho. Kwa wanapoona ukengeufu hawezi kudumu ndani ya ukengeufu. Kuna sauti tangulizi. Kitabu kile cha Ufunuo sura ya 18 mstari wa 4. Tokeni kati yake, msishiriki kitu kichafu. Hata tu katika Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 18 kuendelea mpaka 22 pale utaona bayana kwamba tumeambiwa tutoke kati ya uchafu wote au kitu chochote ambacho kinaharibu taswira ya kanisa. Kwa sisi hapa hatukuja kuanzisha huduma ya kanisa, kuanzisha kanisa lingine. Kama leo unavyoona bayana watu anaamka asubuhi tu amekuwa nabii, amekuwa mtume, anaanzisha kilinge chake cha kanisa na hela anaweka mfukoni mwake peke yake na mke wake. Na hiyo tunaona hiyo picha katika kanisa, utakuta ameweka picha yeye na mke wake. Sawa? Zado umekuja katika huduma hii ujakuta picha iko hapo ya Masawe na mkewe. Sasa tumekuja kuendeleza, tumetoka kuendeleza huduma ya kanisa la awali. Kwa hiyo baada ya kuona machafuko, yani mafundisho ambayo yanakinzana na kweli ya Biblia takatifu, na baada ya kusema na ndugu zetu mawili matatu walipokataa, tukatoka na ipo aya ama maandiko nukuu mbalimbali ambazo zinaturuhusu tutoke kuendeleza mission ya kanisa la Mungu. Fio umesomea hapo Ezekiel sura ya 12. Yeah. Mimi bado nitakusomea hapa nukuu pia Ellen G. White. Sababu sisi kama nilivyokueleza kwamba sisi ni Seventh Day Adventist. Kwa Kiswahili sisi ni wana marejeo wa siku ya ngapi? Ya 7. Kuna wana marejeo ya siku ya kwanza ya juma. Ingawa leo kuna kanisa leo la Wasabato limesajili jina la Seventh Day Adventist kuanzia ule mwaka 1996. Wameliozi, lakini ile jina ukiliangalia ni jina ambalo lilikuwa linachukulia Wakristo wote, wale wote wanaosubiri kuja kwa Yesu mara ngapi? Ya pili. Kwa ni movement ya kurejea ukweli wa Wakristo wote ambao kutangaza marejeo ya pili ya Yesu Kristo na kushika amri za nani? Za Mungu. Sasa kuna mambo unaitambua siku ya Jumapili kama Sabato. Kwa hiyo wale wanajua kipindi kile walikuwa wanaitambua siku ya 7 kama nini? Sabato. Kwa sisi leo tumejiita reform, maana yake nini? Kwa sababu hilo jina lishasajiliwa. Tumekuwa reform, hatumaanishi kama jina tu la wito la kama jina tu la kanisa, ni kama wito kwamba tuna reform, tunafanya matengenezo kulingana na Ufunuo Isaya 58:12 kwamba watu wangu watapajenga mahali palipo bomoka. Kuna maana kuna sehemu umebomoka, sisi tumetoka kurejesha misingi ya zamani iliyotupwa kulingana na Yeremia sura ya 9 mstari wa 16. Sawa. Nirudi tena kwa Mwalimu Ndacha, lakini Mwalimu Masawe vile vile utasaidia kujibu hili swali. Hasa nikianzia kwenye kilichowatoa ni kanuni ya imani, dogma ambazo zimekuwa kwenye makanisa zikifundisha. Nataka kujua hapa kwenye hii huduma hapa, kwa sababu na niliite kanisa, nyinyi hamna kanuni ya imani, ni kwamba kile kinasoma tu kwenye Biblia? Kwa sababu kwa kawaida kanuni ya imani huwa haiwi kinyume na Biblia, ila kuna maneno tu yanaweza kaongezwa kidogo au kupunguzwa kidogo katika tu usomaji wa kueleweka, lakini bado msitoke nje ya Biblia. Nyinyi hapa mnachokifanya, nyinyi hamna kanuni ya imani, kwamba hakuna dogma hii hapa ya kama Seventh Day Reformed Church Adventist kwamba na nyinyi mna kanuni ya imani. Hiyo ndio waumini natakiwa waamini. Hakuna kitu kama hicho kwamba mpo, yani tuseme mna imani tu kuhusiana na Mungu, au tuseme linafanyikaje bila kuwa na kanuni ya imani. Bwana simulizi, tunapojibu maswali haya tunatakiwa tuyajibu sawa sawa na vile ambavyo Mungu anavyosema, sio vile makanisa yanavyosema. Kanuni ya imani yetu ni Biblia, si ati ya kwamba hatuna kanuni. Kanuni yetu ni maandiko matakatifu. Chochote ambacho kiko nje ya maandiko matakatifu sio kanuni yetu. Kwa hivyo makanisa ya leo, mimi nimekuwa kwenye kanisa la Full Gospel, sijui kama hapa Tanzania lipo. Na baada ya kuhama kanisa la Full Gospel nikaingia kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato. Na
katika makanisa haya mawili nimeyaacha na kujiunga na kundi la watu wachache wasio na jina, wasio na umaarufu, lakini kanuni yao ni Biblia. Nafikiri nimekujibu. Umenijibu vizuri, lakini nataka niongeze hapo sasa iende kwa Mwalimu Masawe. Wakati tunasema kanuni ni Biblia, je, katika hili kanisa sasa la kwetu Masawe, Ndacha na wengine ambao wataendelea kujiunga na huduma hii, hatuna vitabu vingine ambavyo tunatumia ambavyo si Biblia na vinatumika katika mafundisho kwa ajili ya kujenga imani ya waumini ambao watakuwa wanafuata, yani wanaabudu sawa na vile ambavyo mngetamani iwe, au tuseme Biblia inavyofundisha iwe? Hakuna vitabu vya pembeni tofauti na Biblia? Okay. Sisi tunakubaliana na kitabu ambacho kinapitana na Biblia. Kwa hiyo kitabu ambacho hakipitana na Biblia hatukichukui. Kwa sababu kuna mtu anaweza kaja na nuru na ameendea kwenye kitabu na ikakubaliana na Biblia, tunaikubali. Kwa hiyo msingi bado unakuwa nini? Ni Biblia. Kwa chochote nje ya ambao akipatana na utaratibu wa Biblia atupate nacho. Kwa hiyo ndo kanuni ya imani yetu, muongozo wa bidii yetu. Kwa mtu yote ambaye anakujiunga na sisi lazima aitambue Biblia kama kanuni ya msingi ya imani. Sawa. Hapo tukiendelea, tunaona Mwalimu Masawe tayari kwa Seventh Day Adventist wa Sabato wa kawaida, na Mwalimu Masawe na wewe ulishukua huko, na nafikiri na wao na kukulea wamekulea kama kijana wao. Sasa nataka kujua kuhusiana na utaratibu wa huku kuja kujiunga huku na kuhusu kufutwa, kwa sababu kama Mwalimu Ndacha nilipewa taarifa kwamba wewe ulifutwa ushirika, na sina uhakika kuhusiana na wewe. Hujawahi kunipa taarifa kama ulifutwa. Itakuwaje mtu kuhusiana na kuungwa huku na kufutwa ushirika? Nikiunganisha na hilo ni kama mafundisho au imani huwa zina evolve au uelewa huwa unabadilika, kwa sababu kama tungekuwa tunaongozwa na Roho Mtakatifu tangu mwanzo, tusingekihubiri kile ambacho hatukubaliani nacho wakati muda wote tukihubiri tukiwa na nia safi. Mfano, Mwalimu Ndacha umefundisha fundisho la utatu na kabisa, tena kwa kupigania vizuri kabisa, na tunaweza tukasema kwa kipindi hicho nikikona mimi najua huyu anaongozwa na Roho Mtakatifu. Labda sasa imeevolve, sasa hivi unaona sasa fundisho la utatu ni uongo. Kule SDA moja sababu kubwa nafikiri ambayo ikasema mpo tayari kuona sasa ngoja tukae pembeni tusiendelee na huku kwa kuwa waendi njia sawa, ni hilo fundisho la utatu. Hapo kafika ikaanza hivi. Sasa napata picha hivi kwamba kama umefundisha na ulielewa mwanzo utatu, sasa hivi ukaona utatu sio, tutafika hapa tuna waumini wengine ambao wanakuja hapa na wenyewe utawafundisha, watasema utatu sio sawa, lakini mtaenda baada ya muda ambapo na wao wataona kuna kitu ndani ya kanisa hakipo sawa. Sasa je, mpo tayari kufata hicho atakachowaletea huyo mtu kama nyinyi mlivyokuwa mnatamani? Kwa sababu kama mlienda kusema nao, maana yake mlitamani fundisho la utatu lifutwe. Mpo tayari kufuta kitu chenu ambacho tayari mmeamini na kufata kile ambacho muumini atawaletea kama nyinyi mlivyopeleka kule, au na nyinyi mkiletewa hicho kingine mtafuta? Kwa sababu katika kanisa ambalo naamini lilikuwa linahoji sana na mpaka leo linahoji, na watu wake wale waumini wake wanahoji sana watu kuhusiana na imani, kuhusiana na Biblia, ni watu ambao ni wa Sabato. Lakini sasa hivi nafikiri wao wakihojiwa kuhusiana na utatu wanaona kuna shida, ile ilivyopokelewa inabaki. Na nyinyi sasa hapa sasa hivi mnaturuhusu kama hivi, mimi mnaniruhusu na wahoji. Hawa waumini mtawaruhusu watahoji. Itafikia kipindi na nyinyi tena mtapiga sisi hatutaki kujua kuhusiana na hilo. Kwa hiyo nataka nijue ile kujiunga, kufutwa, na vipi mtu akija na yeye akasema bwana naona tafsiri hii ndio iwe sahihi zaidi tofauti na ile ambayo tayari mmeshaiweka na watu wanaamini. Bwana simulizi, maswali yako ni mazuri tena sana, na sijui kama ulikuwa umepewa na wao ukuje uulize ama ni wewe peke yako umeyapanga. Kama ni wewe basi Mungu akubariki. Amina. Kama kuna kitu ambacho Mungu hataki ni kanisa linaloongozwa na udikteta. Naweza kutumia kwamba kanisa linaloongozwa bila uhuru wa dhamiri. Kanisa la Mungu lina uhuru wa dhamiri. Na sababu moja ambayo inafanya kanisa la Waadventista wa Sabato kwa sasa, ingawa ni wale pengine wanaweza kuwa pengine wameadhirika sana pengine na udhehebu. Kanisa la Waadventista wa Sabato kwa sasa halina uhuru wa dhamiri.
ukihoji jambo unaitwa muasi. Badala wa kujibu kile ambacho umehoji, unakuwa wewe ni muasi. Tunaona tangu historia ya makanisa tangu mwanzo kuna hizo tabia za kumuita mtu akiwa anahoji muasi. Sasa sisi hatuna hiyo tabia. Sisi tuna tabia ya kwamba nuru ama ukweli unaweza ukafunuliwa ukweli mpya, hata akafunuliwa simulizi. Sio lazima afunuliwe dasha. Ndani ya kanisa Mungu anaweza funulia mtu yoyote. Na kama kile ambacho amefunuliwa mtu kwa kanisa kinaendana sawa na Biblia, kinafaa kukubalika, sio kumfukuza. Unaona? Kwa hivyo sisi tunaamini ya kwamba nuru inaendelea. Na nikitaka nisome vitabu hapa ambavyo Waadventista wa Sabato wanatakikana kuwa wanavifuata, kwa sababu wanamwamini Ellen G. White kama nabii aliyekuwa anasema na Mungu. Kuna kitabu ambacho kinaitwa Ellen G. White Counsels on Sabbath. Inaitwa Sabbath School Workers ama Sabbath School Work, page 34 paragraph 1. Inasema hivi: nuru mpya daima itafunuliwa kutoka kwenye neno la Mungu kwa yule ambaye yuko katika mahusiano hai na jua la haki. Hebu asiwepo mtu yoyote wa kuja kwenye hitimisho kwamba hakuna ukweli zaidi wa kufunuliwa. Mtafiti wa ukweli kwa bidii na maombi atapata maonzi ya dhamani ya nuru tayari kuangaza kutoka kwenye neno la Mungu. Vito vingi bado vimesabaa ambavyo vitakusanywa pamoja kuwa umiliki wa masalio wa Mungu. Hivi ina maana ya kwamba Mungu anaweza akakufunulia wewe jambo ambalo silijui, kwa sababu ukweli unaendelea. Sasa sisi hatuwezi kukataa kitu ambacho ni kigeni, hatujui, lakini kiko sawa na maandiko, tunakikubali, sio kukufukuza. Lakini madhehebu ama SDA saa hii hawakupimi ushirika wako na Biblia, wanakupima ushirika wako na kitu inaitwa kanuni ya imani. Kanuni ya imani ya SDA saa hii inaitwa fundamental beliefs. Fundamental beliefs, kanuni za imani. Sasa hizi kanuni za imani ndizo zimesababisha kwa sasa uasi ambao ulikuwa umetabiriwa kwao uweze kutimia bila kasoro. Ningetaka nisome kitabu hapa ambacho kinaitwa hivi, The Early Year ya 1827 mpaka 1862, volume 1, page 453.2. Inasema hatua ya kwanza ya uasi ni kuweka kanuni ya imani inayotuambia ni nini cha kuamini. Hatua ya pili ni kuifanya kanuni hiyo kuwa kipimo cha ushirika. Ya tatu ni kuwajaribu washiriki kwa kanuni hiyo. Ya nne ni kuwakemea kama wazushi wale wasioamini kanuni hiyo ya imani. Ya tano, kuanzisha mateso dhidi yao. Kwa mfano leo kwa SDA kanuni yao na Babili ni kuamini ya kwamba Mungu ni nafsi tatu zinazotengeneza Mungu moja, kitu ambacho kwa Biblia hakipatikani na hakiko. Lakini leo ukiwakosoa kwa hiyo kanuni yao na Babili, wanakuwekea kikao, wanakutoa ushirika bila kukupa uhuru wa dhamiri wa kujitetea. Tunaelewana? Sasa mimi kwa sababu nilikuwa pengine watu wananisikiliza sana, hawakuweza mimi kunitoa ushirika mbele ya washirika hao. Mimi walinitoa ushirika wao kwa siri. Lakini mimi sikungojea hata sikukuwa na nikae huko kwa sababu nina ushirika wao. Kile ambacho kilikuwa kimenitoa pale, kilikuwa kimenitoa kwa sababu wameasi kweli na wakaigiza mafundisho mageni ambaye si ya Biblia, si ya Biblia. Ima hata kama wangenifuta ama hawangenifuta, singeendelea kukaa hapo. Sawa sawa, nafikiri nimekujibu. Sawa, misingi ya hii huduma hasa ni nini ambayo mtu inaweza kusababisha afutwe au kujiunga? Misingi ni nini hasa? Mtu ikitokea amekuwa radical, amekuwa tuseme nini, habadiliki kwa kile ambacho mmemfundisha, kaja na fundisho lake, kaona kwenye Biblia kuna tafsiri, mkasema itafsiriwi hivyo, yeye akaendelea kukomaa, misingi ikoje? Anafutwa, anabaki? Au tuseme tu misingi kwa ujumla ya hii huduma ikoje mwalimu? Kwanza ni kabla sijajibu swali lako, kuna kitu nataka nikiweke sawa.
umejenga hoja hapa kwamba nyinyi mmejiondoa kwa sababu ya utatu. Ndiyo. Si kweli. Moja ya sababu. Okay, umesema moja ya sababu. Ndiyo. Lakini pia tuangalie na watu wengine wanawaza kwamba niliona sema watu wanashambulia kwamba utatu umetuondoa katika nini? SDA. Ni mmoja wapo. Kama narudia kusema kwamba sisi tumejitoa kwa sababu wenzetu umeacha misingi ya awali kwa ujumla wake ambayo inaunda kanisa la nani? La Kristo. Kwa mfano tu katika kanisa ambalo tumetoka la Seventh-day Adventist kuna wanahistoria ndani ya kanisa, wataalam kabisa, wanasema bayana kwamba wale waasisi wa kanisa la SDA, kila kanisa lina waasisi wake. Ndio. Uislamu uliasisiwa na Muhammad, Buddha, Krishna, Hindu na kadhalika. Kuna waasisi akiwemo Ellen G. White ambao walikuwa wanaamini mafundisho fulani kama ndio ukweli, ambao ndio wakaunda ile kanisa. Sasa baadaye mwaka 1931 kuna utaratibu ukaanza, ndio hiyo amenukuu ya kanuni ya nini? Ya imani. Waasisi walikataa kanuni ya nini? Ya imani. Lakini baada ya kufa kwa waasisi yule mwaka 1961 kanisa likashift likaanzisha kanuni ya nini? Ya imani. Na hii ngoja kwanza mwalimu. Ina maana mpaka anakufa Ellen G. White hakukuwa na kanuni ya imani, yani hakukuwa na kitu ambacho anasema hii ndio msimamo, fundamental beliefs, hivi ndivyo MSDA inatakiwa aamini. Hakukuwa na hiyo imani, hakukuwa na kanuni hiyo. Kuna fundamental principle. Ndio. Kanuni za msingi. Ndio. Na kuna fundamental belief. Okay. Sasa kwa hiyo fundamental principle ni yale mafundisho yanayopatana na Biblia. Kwa hiyo wale waasisi walikuwa na hizo fundamental belief, fundamental principle 28. Okay. Ya kwanza ikiwa Mungu mmoja. Okay. Aliye Baba. Ya pili ikiwa Bwana mmoja Yesu Kristo mwana wa Mungu wa milele. Ya tatu ikiwa ni maandiko matakatifu. Lakini hii fundamental belief si tu hiyo tu fundamental belief. Katika ukurasa wa kanuni ya kanisa ya Sabato, ukurasa wa 180, utaona kuna zile belief zile ambapo ya kwanza ni maandiko matakatifu, ya pili ni utatu, ya tatu ni Mungu Baba, ya nne Mungu Mwana, ya tano Mungu Roho Mtakatifu. Hiyo zamani haikuwako. Hiyo imekuja kuanzia mwaka 1981. Hii ya sasa hii. Tuko pamoja mpaka hapo? Sasa hii si kanuni ya imani, imechukua mambo mengi tu, sio tu ile maneno ya kuamini. Tuko pamoja mpaka hapo? Imechukua mambo mengi, mtu afanyeje yako tu mengi. Hapo ukiyafuatilia vizuri utakuta yapatana nani? Na Biblia. Kwa sisi tunachokifanya, Biblia ni kanuni yetu ya msingi. Kwa mtu akienda kinyume cha Biblia basi atakuwa amejihukumu mwenyewe. Lakini kama alivyosema mwenzangu hapa, tunaruhusu mtu kuoji. Na tuwezi kumuondoa mtu kwa sababu tu kuna kitu fulani hivi hajakielewa ama hajapatana na sisi. Tuna uhuru wa kumpa nafasi ya kuendelea kujifunza, haizi kuondolewa ushiriki katika hilo eneo. Sasa wale waasisi wetu wa kwanza, wale walikuwa na hizo fundamental principle. Kwa mfano, msingi wao wa kwanza ambao Mungu ni huyu mmoja na Bwana huyu mmoja ambaye ni msingi wa pili, waliuchukua katika Wakorintho wa kwanza 8:6. Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba. Tuko pamoja mpaka hapo? Ina maana ule msingi kwa unaochukua ni Biblia. Sasa wanafafanua tu kwamba sisi tunaamini mafundisho haya ya kibiblia ambayo tunayaandika ili watu wayaone na kurejea. Tuko pamoja mpaka hapo Sasa hicho ndio kitu ambacho sasa kanisa la sasa limetoka katika hiyo fundamental principle. Je, nikusomea kitu kimoja hapa. Huyu ni mtu mkubwa sana ndani ya kanisa la SDA. Anaitwa George Knight. Knight. Huyu ni profesa na mwanasiolojia mashuhuri wa SDA. Kwa alitoa ungamo hili la kushangaza katika gazeti la Ministry. Gazeti la Ministry ni gazeti kubwa sana la SDA duniani. Utaliona mwaka 1993. Alisema hivi: wengi wa waanzilishi wa kanisa la Waadventista wa Sabato hawangeweza kujiunga na kanisa leo ikiwa kama wangepaswa kujiunga na imani za msingi za dhehebu hili. Tuko pamoja mpaka hapo? Hasa zaidi, wengi hawangeweza kukubaliana na msingi wa imani namba 2 unaohusu fundisho la utatu. Anasema wengi wa waanzilishi. Tuko pamoja mpaka hapo? Akiwemo Ellen G. White wasingejiunga na hili kanisa. Kwa hiyo Adventista ambaye anasoma historia akikutana na nukuu kama hii ya leo ya mwaka 1993, mwenye akiti mama tabaki. Yaani kwamba wewe hili kanisa la sasa halipatana na kanisa la awali. Sikia mwingine, huyu nilikuwa namtumia zamani kupambana na watu wanaopinga utatu. Sababu mimi nilikuwa ni muamini wa utatu pia. Na nilikuwa napambana hata hapo kanisani kwetu, nilikuwa napambana na watu wanapinga nini? Utatu.
Lakini baada ya kumsoma huyu jamaa anaitwa Jerry Moon kwenye kitabu chake The Trinity chapter kinaitwa The Trinity and the chapter yake ni Trinity and Anti-Trinitarianism in Seventh-day Adventist History, page ya 190. Huyu Jerry Moon ni mtu mkubwa ndani ya kanisa. Tuko pamoja mpaka hapo? Na huyu anajibu hoja za utatu sana za wana matengenezo. Anasema hivi kwamba wengi wa viongozi wa waanzilishi wa SDA walikuwa si wana utatu katika theolojia yao ambayo inayokubalika katika historia ya Waadventista. Hivi karibuni swali lingine liliibuka na dharura inayozidi. Je, imani ya waanzilishi juu ya uungu ilikuwa sahihi au si sahihi? Kama hoja moja inavyoendelea, labda waanzilishi walikuwa wamekosea na kanisa la sasa lipo katika ukweli. Na au waanzilishi walikuwa sahihi na kanisa la sasa la Waadventista wa Sabato limeasi ukweli wa nini? Wa kibiblia. Hili ni swali lilojenga huyu Jerry Moon. Lakini mwisho hitimisho lake alitetea kwamba kanisa la leo lina ukweli kuliko kanisa la nani? La waanzilishi. Hii inakuja kweli akilini? Na huko Mama White anasema kwamba Ellen G. White kwamba ukitaka kuja kujua ukweli, rejea waasisi, yani ukweli wa kanisa hili. Sasa tunapoondoka ndani ya SDA, tunaondoka kutoka kwenye SDA ile waasi kurejea SDA nini? Ile ya zamani. Kwa kama ya zamani miasi, ndio tunaruhusu mjadala hapa. Wajua nini? Watujibu kwamba SDA ya zamani ya kina Ellen G. White na kina James White ilikuwa si sahihi. Na hii sio sahihi. Mbona tunaruhusu dialogue. Na sisi hii kwa mjibu hizo nukuu wanakiri bayana. Na hoja nyingine hapo, issue ya kujitenga, labda tuiweke bayana watu waelewe. Juzi nilikuwa naona kuna mjadala mmoja unadiscuss mimi wa Adventista wakinisema vibaya sana huyu bwana. Kwamba sisi tumeanzisha utaratibu wa nini? Hii ndio kanisa la Mungu, uweze kujitenga na kadhalika, kwamba mtu akijitenga atakuwa ameanguka na kadhalika na kadhalika. Lakini hawajamsoma Ellen G. White. Ellen G. White anasema hivi, ukiona kuna uasi sehemu na ambapo watu wamegoma kubadilika, unaruhusu kufanyaje? Kuondoka. Hebu niseme nukuu hii moja usikie vizuri. Hichi ni kitabu cha Desire of Ages, ukurasa wa 232 para ya kwanza mpaka ya pili. Anasema hivi. Tasoma afu nitarejea hapo. Anasema Dafodogo, Sanhedrin ilikuwa imekataa ujumbe wa Kristo na ilitafuta kumuua. Kwa hiyo Yesu aliondoka Yerusalemu, akiondoka kutoka kwa makuhani, viongozi wa dini, watu waliokuwa wamefundishwa sheria, akigeukia jamii nyingine ili atangaze kwao ujumbe wake na kuwakusanya huko wale ambao wangeipeleka injili kwa mataifa yote. Kama vile ambavyo nuru na maisha ya watu vilikataliwa na mamlaka za dini mnamo wakati wa siku za Kristo, ndivyo ambavyo vitu hivyo vimekuwa vikikataliwa katika kila kizazi kinachofuata baada ya pale. Historia ya Kristo kuondoka kutoka Yudea imekuwa kirudiwa tena na tena. Wakati wana matengenezo walipohubiri neno la Mungu, hawakuwa na wazo la kujitenga kutoka katika SDA iliyokuwepo. Walikuwa na wazo hilo la kujitenga? Hapana. Walikuwa nalo, si ndio? Lakini viongozi wa dini wasingevumilia nuru ile, na wale waliobeba walitimilika kutafuta kundi jingine ya watu waliokuwa wanaohitaji ukweli. Katika siku zetu hizi, watu wachache miongoni mwa wale wanaodaiwa kuwafuata wana matengenezo wanahimizwa na roho ile ile. Unanisikiliza msikilizaji? Ndio. Wachache husikia sauti ya Mungu na wako tayari kukubali ukweli ukiwasilishwa katika muonekano wowote ule. Mara nyingi wale wanaofuata nyayo za matengenezo wanalazimika kugeukia mbali na kuyaacha makanisa wanayoyapenda ili kuweza kutangaza mafundisho ya kweli ya neno la Mungu. Na mara nyingi wale wanaotafuta nuru nao wanalazimika kuliacha kanisa la baba zao kwa sababu ile ile ili waweze kutii. Sawa sawa? Kwa maana hii nukuu inaruhusu kwamba unapoona sehemu yote ambapo ukweli wa Kristo unakanyagwa na watu wanakanyaga uhuru wa dhamiri na hawataki kubadilika, unaruhusiwa kujitenga, kujiunga na kikundi kingine ambacho kiko tayari kutumia uhuru wa dhamiri, kuisoma Biblia na kuisimamia na kuifundisha. Sasa lile pale tuna misingi ambayo mtu akiingia kwayo itamhesabu kuwa katika kundi hili. Ndio iko moja, haiamini Biblia takatifu. Tuko pamoja mpaka hapo Na kuna mafundisho ambayo waasisi wetu ambao katika kusoma Biblia kwao yamethibitika kuwa ni kweli. Hizo zinaitwa fundamental principle. Ya kwanza, Mungu ni huyu, Bwana ni huyu.
Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na kuna fundamental principle ya 13 ambayo Waprotestanti wote wameikataa, ikiwemo kanisa la Sabato, ambayo inasema kwamba Papa ndiye mpinga Kristo. Tuko pamoja paka hapo? Papa ndiye mpinga Kristo. Hapo ndipo kuna msingi wa Waprotestanti ama wana matengenezo. Kwa kusoma zile machapisho yote ya karne ya 16 ya Waprotestanti, ikiwemo Lutheran, Anglican, hata kuchukua King James Version ile ya zamani, ile preface yake, sawa? Utangulizi wake utaona pale wamesema katika utangulizi, tunamtambua askofu wa Roma kwa mpinga Kristo. Hiyo ni King James Version Bible. Kwa hiyo Protestanti wote walikuwa na hiyo nuru. Sasa leo Waadventista Sabato ambao walikuwa ni sehemu ya masalia na matengenezo, mmoja ya msingi wao mkubwa kwamba Roma ni anti Christ. Sasa Wasabato wa leo hawana ile tuseme nini? Courage nini kwa Kiswahili? Ushujasiri. Kusema askofu wa Roma nani? Tunaona vikao tu kina Diof, wale viongozi wakubwa wa General Conference wakienda Vatican, makongamano yakiwa ni mengi na kadhalika. Hata kuna pastor mmoja mkubwa hapa aliulizwa kwenye moja redio hapa Tanzania kubwa tu, akamwambia mpinga Kristo nani? Ni kiongozi mkubwa wa SDA. Akajiuma akasema mpinga Kristo ni mtu yeyote. Lakini doctrine ya SDA anti Christ nani? Askofu wa Roma. Sasa yale mafundisho ya awali kwamba yamewekwa chini, kwa sisi tunayanyanyua ile bendera, tunasimama nayo. Kwa hatuanzishi kanisa lingine, bali tunarejea ule ukweli wa zamani uliotupwa. Sasa nina swali hapo. Nyinyi vijana ndio vijana machachari kwa sasa. Tuseme ndio muda wenu wa ujana na ndio muda ambao mnafanya huduma. Kuna kitu kinaitwa uzalendo. Uzalendo nafikiri kwa huko kwetu tafsiri zetu za sisi weusi naona imeenda katika kufunikia mambo. Kwanza nina sababu moja ya kufikiria kuhusiana na uzalendo, lakini uzalendo nao maanisha kufunikia mambo au kufunikia imani. Hamuoni sasa kwa kufanya hivi kwanza mnayumbisha waumini imani yao? Sio hawa ambao labda wanakuja huku, kuna wale waliokuwa nafikiria kujiunga na SDA, kuna wale ambao wapo ndani na wenyewe sasa wanaanza kuyumba kwamba kumbe ndio tupo bado tunaelekea, labda mtu mwingine na watoto wake wanasoma ndani ya kanisa hilo, mwingine labda kuna huduma anafanya, mwingine labda ni mzee, mwingine ni kiongozi, anafikiria, mwingine hata na majirani ndio anafikiria siwezi kuondoka kwa sababu ya hizi sababu zangu. Lakini hawa kina Jeff na mwenzake Ndacha naona wananiumiza dhamiri kwamba sasa naanza kuyumba, inawezekana huku tunachofanya kweli sio sahihi, labda kule ni sahihi. Hamoni labda kulikuwa na haja ya nyinyi kubaki, ndio mnajua hapa ni kosa, mkao mnatengeneza chini bila kutangaza, labda mnakutana na kiongozi kwa siri, mnaongea bila kuongea haya hadharani hivi tunavyofanya, ambavyo naona kama kuna kuyumbisha imani. Yani sijui nisemeje kama kuficha, yani kufunika ndani ya nyumba, labda ndani ya nyumba yako kuna mapungufu, sasa ufiche kwa sababu nyinyi ndio vijana wenyewe na nyinyi ndio watetezi, tuseme kama ndio wale wapiga upanga, nyinyi ndio wapiga upanga wenyewe, alafu kuna wazee wa busara ndani, mnawaacha wazee wa busara, nyinyi mnaenda huko mnageuka na wale wanaopiga upanga mnakuja kuipiga nyumba. Bwana Simulizi, inawezekana wewe kuna mahali mlikutana na Wasabato. Bado sijakutana nao. Sababu maswali yenye unauliza ni yale tu ambao wanaulizaga. Bwana Simulizi, tunajifunza kwa Yesu. Yesu alipokuja alipata mfumo wa kiibada wa Kiyahudi, ambao huo mfumo wa ibada wa Kiyahudi ulikuwa umemuasi Mungu. Yesu hakuwa na lengo la kutoka ndani, bali Yesu alikuwa na lengo la kuwarekebisha na kutengeneza akiwa hapo ndani. Lakini viongozi waliokuwa hapo ndani walimfukuza. Sasa Yesu aliweza kuwa na ministry yake independent ndio aweze kufaulu mission yake. Pia na sisi hatukukuwa na lengo la kutoka, tulikuwa na lengo la kufundisha ukweli huo, lakini ukweli huo haungeweza kufumiliwa huko. Sasa ndio maana sisi tukaondoka ili tuuseme ukweli huo bila kuzuiwa. Sasa mtu ambaye anaweza kuwa huko ndani anayumba ni ule mtu ambaye anakaa pande hii na anakaa pande hii kwa wakati moja, hataki kuacha huku, hataki kuacha huku.
lakini mtu ambaye anayefuata ukweli lazima atamfuata Yesu. Kuna kijana mmoja ambaye aliponyewa mtoto na Yesu, ama mama fulani aliponyewa mtoto na Yesu ambaye alikuwa ni kipofu. Nadhani ya kwamba wewe unaweza ukawa umejua hiyo story ya Biblia. Huyu mwanamke aliulizwa ya kwamba huyu mtoto wako alikuwa kweli kipofu? Na kweli si ni alikuwa amemzaa? Si alikuwa kipofu? Wewe unadhani ya kwamba kwa nini hakuweza kuwaambia hawa Wayahudi na Mafarisayo ya kwamba huyu mtoto wangu alikuwa kipofu kweli ameponywa? Aliogopa sinagogi kwa sababu itamtenga. Hangeweza kusema ukweli wa Yesu kwa sababu ya kuogopa sinagogi. Lakini kweli mtoto wake alikuwa ameponywa na Yesu. Na watu wengi leo wanaogopa masinagogi, wanaogopa madhehebu yao. Sasa madhehebu yao ndio inawazuia kuamini ukweli. Wanasema kwa kweli huu ni ukweli, lakini hatutaki kutoka wapi? Hapa. Kwa sababu tukikubali ukweli huu, tutafuta ushirika. Sasa mtu anataka ushirika lakini hataki ukweli. Kwa hivyo sisi tunasema ukweli mchana, tunasema ukweli wakati wote. Mtu ambaye anausikiliza ukweli huo ndio atakaofuata. Si afuate dasha ama afuate masawe. Ukifuata dasha na ufuate masawe utakuwa umefanya mahesabu baya. Lakini unatakikana kufuata nini? Ukweli. Ukweli ndio nakuokoa. Yesu anasema watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. 17:17 Yohana. Kwa hivyo mtu ambaye anataka kufuata Yesu ni yule ambaye anafuata ukweli. Lakini mtu ambaye anataka dhehebu atabidi aamini uongo huo wa dhehebu, maana akiwasi uongo huo wa dhehebu atategwa na dhehebu. Kwa hivyo mimi kwa jawabu yangu ni ya kwamba sisi hatukutoka kwenye dhehebu ili tuwaudhi watu. Tulitoka kwa dhehebu ili tuhubiri ukweli bila vikwazo. Sawa. Sasa na swali kwa Masawe. Ni swali lenu wote lakini nataka lijibiwe na Masawe. Kuhusiana na kule kuondoka kule. Tunaona sasa hivi tuseme sijui Afrika au duniani kumekuwa na uongezeko sana wa makanisa. Ndio maana nataka niulize hili swala lilikuwa la kiimani nyinyi kuondoka kule, kwamba ni kweli Roho Mtakatifu anatuongoza tutoke, kwamba ni kiimani na tunaona misingi ya Biblia tukisoma inakiukwa, au lilikuwa ni swala la kisiasa kwamba tukiangalia sisi ni vijana na sisi tunataka madaraka, kama ambavyo wale wanaosemaga hivi tunatamani tuwe na nchi yetu, labda wanatamani ili upate uongozi, kwamba mliona labda tukitoka huku itakuwa rahisi kufikia kwa viongozi wa juu, kwa kuwa sasa hivi nyinyi sasa hivi ni viongozi top na maslahi mengine labda ya kipesa kama zaka, sadaka, au ilikuwa ni kiimani kwamba ni Roho ndiye anayeongoza hili ambalo linafanyika? Na je, kulikuwa na uwezekano mkabaki ndani na baadaye labda kuja kuwa viongozi ndani ya SDA, au urahisi ulikuwa ni huu wa kujitoa kwa sasa, yani tukiwahi hivi ndivyo tunapata uongozi? Bwana simulizi, umsemo wa Ndacha labda umetumwa, maana maswali yako haya naona kabisa yamekaa ki CDA. Sijui au ulipitia huko. Bado sijatumwa. Sasa swali lako ni rahisi tu kujibiwa. Cha kwanza maandiko yanasema hivi katika Warumi 8:14. Wale wanaoongozwa na Roho Mtakatifu hao ndio wana wa nini? Wa Mungu. Wana wa Mungu. Na Yesu anatuambia kitabu kile cha Yohana 6:63. Maneno nawaambia ni roho tena ni uzima. Kwa sisi tumekuja hapa kwa kuongozwa na Roho, yani kuongozwa na neno la Mungu, neno la Kristo. Baada ya kusoma neno la Kristo tukakutana na changamoto hiyo. Mimi nilikuwa huko na nilikuwa na jaribu kuelezea ukweli. Lakini nikagundua kwamba kuna mtu mmoja ananiambia hivi, hata ufanyeje? Sisi tumeamua kupitia njia hiyo. Na nikakumbuka historia kina Martin Luther. Martin Luther alikuwa na nia kujenga kanisa lingine. Ndio. Ila kwa sababu ya msukumo ule, kwa akajikuta ametoka ndani ya nini? Ya Roman Catholic. Sasa kama alivyosema mtangulizi mwenzangu hapa, tukitafuta uhuru wa kuisema ile kweli na kuizalisha ile kweli izae matunda. Maana Kristo ametutuma tukazae nini? Matunda. Kama ni uongozi, kwa mfano mimi mwenyewe kuna mtu alikuwepo ashajitolea kwenda kunisomesha Bugema.
chuo cha Seventh Day Adventist. So niwe nini? Mchungaji. Kwa upande wangu mimi. Wewe kama ingekuwa ni madaraka, mimi ningekuwa tu mchungaji na capacity niko nayo ya kuwa nini? Mchungaji. Sasa na katika hoja hata huyu alikuwa ametangazwa kabisa na kiongozi wa Seventh Day Adventist Ted Wilson kwa wakati ule mstaafu. Amepigiwa picha anamsifu kwamba amebatiza watu wengi. Kwa huyu hata connection yake tangekota Marekani katika uongozi wa juu. Uongo kweli? Kweli kabisa. Yaani kama iko ni maslahi angeweko tu anakaa anaishi maisha mazuri. Ila toka ametoka kule hakuna maslahi ambayo anaongezea watu. Mimi mwenyewe sisi ni watu wa kawaida kabisa, na katika hii huduma hii sisi si kwamba tuna kauli ya mwisho. Hatuna kauli nini ya mwisho. Kuna utaratibu na kuna uongozi huko mbalimbali, kuna kamati za watu ambao wanaamini hii imani, na si kwamba kama unavyosema kwamba tunapata maslahi kwamba zaka ikitumwa kwetu, zaka ikitumwa inaingia wapi? Mfukoni kwetu. Kuna akaunti zetu fulani ila inaingia never and ever. Hata kuna mtu mmoja tu tumepiga picha na Ndacha kwa labda mwili imekaa vizuri, akasema naona zaka za matengenezo zimewanenembesha. Oswe sasa watu wanawaza hiyo tu, ujinga tu, lakini wakija hata kuhojiwa hapa, hata ukija kuhoji waumini hapa, waulize kwamba sadaka ikitolewa hapa au zaka inaingia kwa masawe, utuna inaingia kwa benki, na kuna signatory, na kuna watu wako wengi, na si tu hapa Tanzania, Kenya, wapi, imani kubwa sana ambapo kuna vikao maalum na utaratibu maalum. Kwa hiyo utaratibu wa kibiblia wa kikanisa uko. Kwa hiyo sisi hatuna kauli kwamba hela hii hivi, hapana, never and ever. Sisi tuko hapa kwa ajili ya kuhubiri habari njema na kuwafanya watu kumfanyia Yesu wanafunzi wake. Hilo ndio swala la msingi ambalo linatufanya tuko hapa. Hapo katika hilo jambo linalohusiana na kuonekana kana kwamba tumekuja kutafuta pesa katika maslahi. Ningetaka wewe mwenyewe uone hiyo. Hiyo ni picha yangu. Huyo mwenye ameiposti hiyo picha ni kiongozi wa SDA dunia mzima, na ameposti kwenye woro yake, na maneno anayosema yangu hapo si maneno mabaya, anasema maneno mazuri. Na kama ningehitaji pesa za kufanya huduma hiyo, Waadventista wa Sabato dunia mzima wageni support. Huduma yenye nilikuwa nafanya simulizi hata ya kupambana na hoja za Waislamu nikiwa kwa SDA ilikuwa rahisi na ilikuwa na pesa nyingi wakati nafanya huduma hiyo. Wakati nilipotoka kwa SDA kwa sababu ya uasi ambao uko ndani, ndio pesa zikanikimbia, ndio pesa zikaenda. Kwa hivyo saa hii ndio niko na shida saa hii. Hata wewe nadhani ya kwamba vile umeniona saa hii si vile ulikuwa umeniona huko mbele. Hata wewe ni shahidi yangu. Kuna tofauti wa huko. Kama hapa ni zaka, kwa mfano Kenya tuna makanisa mengi. Haya makanisa mengi hayaweki zaka kwa mfuko wa dasha. Wanaweka zaka mahali pamoja ambapo watumishi wote wanaohubiri injili na wako full time wanalipwa na hiyo zaka. Na mimi pia nalipwa na wao. Kwa hivyo si ati kwamba nimetoka kwa SDA nije nisanye zaka niweze kuweka kwa mfuko wangu. Nafikiri imeeleweka hiyo. Sawa. Asante. Hiyo imeeleweka. Ndani ya huduma hii mtu anatafsiri maandiko vile anavyoona roho wake anamuongoza, au nyinyi kama viongozi ndio mnamtafsiria kwamba inatakiwa uamini hivi kwa sababu sisi viongozi tunaamini hivi? Okay, asante. Cha kwanza iko namna hii bwana Simblis. Kuna sisi tunaitwa reformer. Sawa? Reformer kazi yake ni kurejea ukweli, kurejea kitu cha awali. Hebu kwanza nisomee maandiko haya kwanza. 9:16 kitabu cha Yeremia. Yeremia 9:16. Ndio. Sawa. Mstari wa 16 anasema anasema nami nitawatawanya kati ya mataifa. Umesoma ngapi? Mstari wa 16 Yeremia 9. 6:16. 6:16. Mstari wa 16 anasema hapa. Bwana asema hivi, simameni katika njia kuu, ndio mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani. Iko wapi njia iliyo njema? Mkaende katika njia hiyo. Nanyi mtajipatia raha
katika nafsi zenu. Lakini walisema hatutaki kwenda katika njia hiyo. Kwa mujibu wa hilo andiko utaona Mungu anawaambia Waisraeli rudi katika mapito ya nini? Ya zamani. Ama kuna ukweli wa zamani ambao ulikuwepo umeuacha, uko tayari. Sasa unapoitwa mwana matengenezo unarejea kweli ya nini? Ya zamani. Ama unatengeneza kitu ambacho kimebomolewa. So kuna ukweli tangulizi ambao ulikuwepo ambao unaunda imani hii. Kwa sisi tumerejea ile misingi ile ya zamani. Tuko pamoja mpaka hapo ile nuru ambayo ya zamani. Kwa sisi hapa tuna kitu kipya ambacho tunacho, bali tumerejea zile kweli za msingi za zamani. Hiyo ndo foundation yetu na huo ndio msimamo wetu wa kufanya reform. Si kama hii mtu anakuja anasema kwamba anafanya reform lakini anabomoa jengo la nini? La zamani. Sasa ndio maana leo utashangaa kuna watu wengi tu kule wanaitwa matengenezo lakini wako tofauti na sisi. Sababu wao wanaunda kitu kipya. Tuko pamoja mpaka hapo? Wanaunda kitu kipya. Sasa hicho hapo si kutengeneza. Hapo ni kubomoa. Kwa sisi hata kama wenzetu wa nomi ambao tumetoka kule wamebomoa, sababu huko kuna msingi mbole kuepo, mafundisho ya ambayo yanaunda uadventista yalikuwepo. Sasa wamehama. Na nitakupa nukuu baadaye hapa kidogo. Naomba nikumbushe, utaona kuna simu walitunukulia sisi ujumbe kwamba sisi tumeasi, tumeunda matengenezo mapya kutoka katika ukweli. Lakini ukiangalia la msingi zaidi utakuta wao ndio wamehama katika boma la nini? La zamani, wameunda kitu kipya. Kwa sisi tunarejea nuru ya zamani. Kama tunaitwa reform katika namna ambayo wengi hawako nayo. Sawa. Sasa katika hapa tukiwa reform wana matengenezo, tumekuja kuona kwamba kanisa la SDA nalo limekuja kuwa kama tuseme makanisa mengine ambayo yalikuwa yanabomolewa. Yanabomolewa kwa watu kujitoa ndani ya lile kanisa. Sasa tumeona na nyinyi hivyo hivyo mnakuwa wengi, lakini sasa wana matengenezo wanaotoka SDA tofauti wao ni kwamba wote wanakuwa wana matengenezo lakini wapo tofauti. Yaani kila mwana matengenezo anaamini kitu chake. Ametoka SDA naye anaanzisha hiki, anatoka SDA ameanzisha hiki. Nyinyi mna uwezo wa kuwa na mawasiliano ya pamoja. Nyinyi kama wana matengenezo wote. Haijalishi huyu aliona utatu, huyu aliona nini, huyu aliona bwana siku hizi amesema tusile pilipili, tunataka turudi kula pilipili, wale sema tusinywe Coca-Cola, tunywe. Sawa. Hamwezi mkawasiliana muone basi mtengeneze kitu kimoja kuliko hizi sects zinazoinuka kila siku. Inawezekana hakutoka huko ndani tena utakuja kupatikana wana matengenezo wengine ambao watakuwa tofauti na nyinyi. Huko kwingine tena wana matengenezo watawapata wana matengenezo wenzao. Itakuwa ni mwana matengenezo juu ya mwana matengenezo. Au ni kuweka mwenyewe? Kwanza kitu ya kwanza bwana simulizi, hatugawanywi na wana matengenezo kwa sababu ya jina wanaloliita. Sisi ya kwamba tunasema kwamba sisi ambao tuko hapa tu ndio wana matengenezo. Wote ambao wanaojiita wana matengenezo hata wawe wa vikundi 100. Lakini ukweli ambao tunauhubiri ni moja. Sisi ni kundi moja. Hatuunganishwi na nyumba yenye tunaenda ama jina tunaloliita. Kile kinatuunganisha tuwe wana matengenezo ni ukweli ambao tunauhubiri na ukweli ambao tunauamini. Kwa hivyo kama kuna wana matengenezo wanajiita maembe na wana matengenezo wengine wanajiita machungwa, lakini wote tunahubiri ukweli wa Biblia, tuko katika kundi moja. Sawa, lakini hapo nilichokuwa na maanisha kikubwa, yani kwa mfano leo mmepatikana nyinyi wana matengenezo, ngoja niwachukulie, mmepatikana wawili, lakini wakati mnatoka huko kulikuwa na wana matengenezo wengine nje. Kwa nini basi msiungane? Ndio ninachomaanisha hapa kwamba ninaposema muitane viongozi wote wana matengenezo muwe pamoja ili mtengeneze kitu ambacho ni kimoja, na maanisha ili kama mtu akisema mwana matengenezo anajua kabisa sasa hivi tunaenda hivi mwelekeo huu, kwa sababu tutasema hapa ndio tu ni huduma, lakini mwisho wa siku hizi zitakuja kuwa taasisi. Sasa zitakuwa tu ni taasisi ambazo nazo zitarudi vile vile kama mwanzo ambavyo haya makanisa yote yamegeuka kuwa taasisi. Ndio ninachomaanisha sasa kwamba ili mtu akitoka kule asiseme natoka naenda kuwa mwana matengenezo peke yangu, naanza peke yangu na labda kuna kitu fulani naamini mimi ambacho nimeona kule hakipo sawa, ili muwe pamoja muinue kitu ambacho kinaonekana cha pamoja. Bwana simulizi ni kitu ambacho inafanyika sasa hivi. Pengine wewe ndio una habari. Wale matengenezo ambao tunaelewana na wao katika imani tushaungana. Hicho tushaungana. Wale ambao wanajiita wana matengenezo lakini hatujaungana na wao kwa imani, hao ndio hatuungani na wao. Unaona kwa mfano kuna wana matengenezo ambao wanajiita wana matengenezo na wako na utatu. Sasa unaona jina lao haliwezi kufanya tuungane. Kile kinafanya tuungane ni imani. Kwa hivyo kama hapa sasa kwa mfano hapa Elia hizi
kuna wana matengenezo ambao tuna imani moja na wao, hatujagawanyika, tunaungana. Kama Kenya tumeungana na tuko wengi, tunaendelea kuunganika, na wale ambao wataendelea kutoka bado tutaunganika tu, unaona Kwa hivyo si ati kwamba ati kuna tu sekta, hapana. Tu sekta tunakujia kwa sababu ya mafundisho. Wale wana mafundisho kinyume na sisi hatuwezi kuungana na wao kwa sababu ya mafundisho, lakini wale ambao tuna imani moja na wao tunaungana. Naam. Sawa, mimi kwa leo nafikiri maswali yangu yataishia hapo, labda niwape nafasi mmalizie, kama una kitu cha kuongea uongee, tumalize hasa juu ya hili. Mimi nilikuwa napata wasiwasi kwamba visije vikatokea vile ambavyo tunaona watu wanasema wafunge mpaka wafe, kwa sababu ndaacha leo kaamini kasoma Biblia kaona amemfungulia Roho Mtakatifu natakiwa waumini wafunge mpaka wafe, basi hiyo ndio inakuwa imani ya wote, kwa sababu kiongozi kasema. Siku akiamka bwana nitakuwa ni wachome moto, basi wote leo Mwalimu Masawe kashaamini inatakiwa tuchome moto, tunachoma moto kwa sababu imani anayoamini Masawe ndio inayotakiwa tuamini wote. Asante. Nafikiri simulizi ama swali wa kujibu utarudia tena. Kwa hiyo sasa kuna kitu kimoja nataka nikiseme bayana kwamba hasa kwa ndugu zangu wa Adventista. Ukisoma kitabu kile cha Warumi sura ya 9 na sura ya 10 na 11, katika mstari ya kwanza kila sehemu tunaona Paulo akiumia rohoni kwa ajili ya ndugu zake kwa jinsi ya mwili ambao ni Waisraeli ambao wanajudi katika Mungu lakini si katika maarifa. Ni kweli katika ulimwengu wa Kidventista, wa Adventista wa Sabato wanajudi ya kumtafuta Mungu sana tu, na ukiangalia wana wito maalum ambao uko nao wa kuhubiri ujumbe wa malaika wangapi? Watatu. Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 mpaka 12, ambao unaishia katika mstari wa 12 kwamba hapa ndipo penye subira ya watakatifu au wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Lakini ujumbe wa malaika watatu ulihubiriwa wakati ule wa Adventista Sabato walikuwa hasa ule watatu uliwatengeneza kuwa na fundamental principles zile 28. Acha hizi 28 zingine. Hizi 28 zimeimitate zile za awali. Lakini hizi ni tofauti kabisa. Kwa hata mtu yote ambaye anasikiza mahali hapa kama hajaje kuzijua, basi namba yangu ya simu ni 0757722557. Hiyo ni WhatsApp napatikana, au kunipigia moja kwa moja. Nitamtumia aone tofauti. Sasa Ellen White ambao leo wanaaminika sana wa Adventista Sabato, ingawa kuna wale waasisi wengine ambao wanapaswa kusomwa ambao Ellen White alisisitiza wasomwe. Ningesoma hiyo nukuu, lakini tu acha kwa wakati mwingine mtu akitaka nitamsomea akinipigia simu kwamba akisema kwamba nataka wafu wazungumze kwamba wale waasisi waliokufa mafundisho yao na vitabu vyao vichapishwe ili viongee kutetea ukweli wa leo. Kwa maana wale waasisi wa kanisa kama James White na wengineo kina Joseph Bates, kina Jones and Wagner wanapaswa kusema kupitia vitabu vyao, lakini leo haviko. Na kuna ujumbe mmoja unaitwa ujumbe wa 1888 ulihubiriwa pale Minneapolis na Jones and Wagner. Hicho kitabu cha Ziki Kuu ukiona cha ambao kimetolewa na Adventista Sabato, utaona kuna sehemu narejea Ellen White anasema kwamba warejee ujumbe uliohubiriwa na wachungaji wetu wawili Jones and Wagner, ujumbe wa malaika watatu. Sasa ule ujumbe ulikataliwa, na ule ujumbe ndani yake ndio ulikataa fundisho la utatu moja kwa moja, na ulisema kuna wakati fulani huko milele Kristo alizaliwa, na Ellen White aliukubali. Lakini leo Adventista Sabato waamini kwamba Kristo ni mwana wa Mungu wa kweli aliyezaliwa huko milele. Lakini yeye alikuwa macho yake ya kiroho kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu, aliona kabisa kanisa la Sabato linabadilisha misingi ya awali. Tuko pamoja mpaka hapo? Sasa nitasema hizi nukuu mbili afu nitaishia hapo. Sawa. Anasema hivi. Kitabu cha kwanza ni kinaitwa Selected Special Testimony Series B number 2 page ya 57 au Selected Message book 1 page ya 204 mpaka 205. Anasema hivi. Anasema kitu kimoja cha uhakika ambacho kitatokea hivi karibuni, uasi mkuu ambao unaendelea na kuongezeka na kupata nguvu, na utaendelea kufanya hivyo mpaka Bwana atakaposhuka kutoka mbinguni kwa sauti. Kwa maana uasi utaendelea mpaka siku ya Yesu anakuja mara pili. Sasa sikia hapo kwa makini. Adui wa roho amejaribu kuleta mawazo ya kuzania ya kwamba matengenezo makubwa yanapaswa yafanyike miongoni mwa Adventista Sabato, na kwamba matengenezo haya yatajizatiti katika kuondokana na mafundisho yaliyosimikwa na kuwa nguzo za imani yetu. Sasa hii nukuu mara nyingi hata sisi tukasomewa ya kuzuia kwamba ampasi kujitenga, lakini Ellen White anasema kwamba kutakuja na matengenezo mengine mapya ambayo yatajizatiti kuondoa nguzo za imani yetu na kuendelea katika mchakato wa kujiunda upya
kama matengenezo haya yalikuwa yatendeke, matokeo yake yangelikuwaje? Anasema kwamba msingi wa ukweli ambao Mungu kwa hekima yake aliutoa kwa kanisa la masalio ingeondolewa, dini yetu ingelibadilika, kanuni za msingi zilizoimarisha kazi hii kwa miaka 50 zingeonekana kuwa ni makosa na muundo mpya ungejengwa. Kuna maana hapa kwa anaongelea wakati huo kanisa lilikuwa na fundamental principle ambayo ya kwanza, Mungu ni mmoja aliye Baba na Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai kama fundamental principle ya pili. Hivyo sasa kuna maana anatabiri kwamba dini yetu ingefanyaje? Ingelibadilika. Huyu ni Ellen G. White. Sasa kwa nukuu ya mwisho anasema hivi, ambayo ni fupi tu. Hii ni Ellen G. White manuscript ya kwanza Februari 24 mwaka 1915 kabla hajakufa. Huu ni mwaka ambao aliandika hii message baada ya miezi 7 tu akafariki. Akasema hivi, nachochewa kuambia watu wetu kwamba hawatambui kuwa shetani ana hila na anafanya mambo hayo kwa njia ambayo hawakutarajia. Mashirika ya shetani yatabuni njia za kufanya wadhambi kutoka kwa watakatifu. Sasa nawaambieni, nitakapokufa mabadiliko makubwa yatatokea. Sijui ni lini nitachukuliwa, na nitatamani kuwaonya wote dhidi ya hila za Ibilisi. Nataka watu wetu wajue kwamba niliwaonya kikamilifu kabla ya kifo changu. Kwa Ellen White alionya kwamba atapokufa mabadiliko makubwa yatafanyaje? Yatatokea. Na alivyokufa baada ya miezi 7 walikaa pale General Conference kuanza kubadilisha misingi. Kwa sababu kuna watu walikuwepo wale ambao wana ukweli wote. Wakapinga, wakasubiri miaka mingine kama hivi 1915 mpaka miaka 16 hivi ndio wakaanzisha kanuni ya kwanza ambao msingi wa kwanza ukaitwa hivi utatu ama uungu. Wakachochea hapo kidogo kama na bipu. Mwaka 1956 mpaka 57 akaja mtu mmoja tu Lileyfum ambaye alikuwa ni Jesuit Freemason na amezikwa kwenye makaburi ya Freemason. Hiyo mtafuti tu Lileyfum. Huyo ndo akaja akaungana na fanya malizano na makanisa yote ili kanisa lisitwe kati kikundi cha uzushi. Kwa hiyo ndipo akaamua kushifti kutengeneza kitabu kinaitwa Question on Doctrine, kupinga mafundisho ya zamani, na kitabu kinaitwa Evangelism mwaka 1946 ambacho kikuandikwa na Ellen G. White, ila ni compilation ambazo ndani yake wameweka title ya utatu. Kwa hiyo ni movement ikaanza kuchange, na mwaka 1981 ndipo kanisa kwa mara ya kwanza baada ya watu wote ambao walikuwa wanajua kule zamani kufa ndio likatangaza fundisho la utatu na misingi mitano ya minne ya awali ambayo inapinga mafundisho ya zamani. Kwa hiyo point ninayotaka niseme nini kisimulizi kwa ndugu zangu kwamba kanisa la sasa si kanisa lile la zamani. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anapaswa kuwa katika miongoni mwa kanisa la zamani lakini Ellen G. White, basi anapaswa kurejea katika misingi fundamental principles za zamani ambazo sio tunazihubiri na kuzitangaza. Kwa hiyo tunamkaribisha, si lazima ungana na sisi kwa maana hiyo, bali tunamuombea arudi katika ukweli. Hata Yesu wanafunzi wake wataka kumkataza mtu mmoja alikuwa anatoa pepo. Wakamtaka kumkataza, akamwambia Bwana, huyu mtu anatoa nini? Pepo, na yuko miongoni mwetu. Yeye akasema manufaa alisema sio kinyume chetu pamoja na. Sio kinyume chetu yuko pamoja pepo, lakini haongozani na wao, sio kinyume chetu. Kwa hiyo mtu yote akipokea ule ukweli ni ndugu yetu. Maana siku za mwisho hizi taasisi zitavunjika. Kwa hiyo utabaki wale ambao wanasema katika ukweli tu na wale ambao wanapinga ukweli. Hiyo ndio vita ya mwisho ya Armageddon baina ya ukweli na uasi. Wacha mimi niishi hapa. Sawa, mimi nashukuru, labda mpendaje kama na neno la kumalizia. Sasa mimi simulizi nataka nikutume. Nataka nikutume. Na ikiwezekana hiki kipengele ukifika kukituma sijui utakifanyaje, maana nataka kieleweke. Watu wengi wanatusema wakiwa wanatusemea kwa msitu. Wakati sisi tunaogea mchana kama jua linawaka. Tunaogea hadharani na kuwakosoa hadharani. Sasa bwana simulizi, naamini ya kwamba kwa SDA kuna wachungaji ambao wamesoma na kuna wachungaji ambao ni maarufu. Badala ya kutusema, mimi naomba wapange mahali popote, hata ikiwezekana kama ni ndani ya kanisa la SDA. Sio lazima tuende barabarani, hata kwenye ni kanisa huko watuite sisi na wakubali Biblia na vitabu vya Ellen G. White visungumze bila mtu yoyote kuongeza chochote.
na si ati ya kwamba tunawachukia, si ati ya kwamba tumetoka huko kwa sababu ni maadui zetu. Wakibadilisha warudi katika ukweli, tuko tayari kuungana na wao na kuwa waumini wa kawaida bila uongozi. Kufanya nini? Kurudi kuwa waumini wa kawaida bila kupata uongozi wowote. Hata uongozi huo, unajua uongozi kanisa likibadilisha ni uongozi wote umebadilika. Wakirudi katika ukweli, tunaungana na wao. Kile ambacho hatuwezi kuungana na wao, wacha nikusomee quotation moja. Kwamba hata kuacha uongozi huo muumini wa kawaida. Yaani maana yake ndacha uwe muumini wa kawaida. Mimi niko tayari. Uwe ndacha uende kule uwe muumini wa kawaida bila kupata uongozi wowote. Hata wakati nilikuwa huko nilikuwa muumini wa kawaida. Hata mimi nilikuwa muumini wa kawaida. Mimi sijawahi kuwa kiongozi popote. Sijawahi kuwa kiongozi mahali popote. Hata wakati wowote huo nimekuwa tu muumini wa kawaida. Nilikuwa nachukua spika yangu naenda nahubiria. Unaona? Sasa kuna kitu moja nataka nisome hapa. Abai inasema hivi. Abai inasema hivi. Ni quotation moja. Abai iko katika kitabu kinaitwa Upward Look. Upward Look. Page 88, paragraph 2. Inasema hivi. Inasema baadhi watachukua nadharia ambazo zitatafsiri vibaya neno la Mungu na kudhoofisha msingi wa kweli ambao umekwisha kuimarishwa hatua kwa hatua na kutiwa muhuri kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ukweli wa zamani unapaswa kuhuishwa ili kwamba nadharia za uongo ambazo zimekuwa zikiletwa na adui kwa busara ziweze kuzuiliwa. Sasa pointi yangu iko hapa. Hapawezi kuwa na umoja kati ya ukweli na kosa. Wale ambao wameongozwa katika udanganyifu tunaweza kuungana nao ikiwa tu wameachana na udanganyifu huo. Kwa hivyo wakiachana na udanganyifu huo, si tuko tayari kuungana na wao. Tunawapenda tena. Hata mimi naumia sana kwa sababu watu ambao ni marafiki zangu, ni mandugu zangu, kwa sababu ya imani tumeachana na wao, lakini kwa sababu ya udanganyifu ambao tunausema. Unajua sisi tunausema na tunasema kama kuna mtu ambaye anaweza kutuhoji aje, lakini wao hawana ujasiri huo. Wao wanatusema sema tu pembeni, lakini hawajatuambia jooni. Ina maana ya kwamba wanaogopa, wanajua kwamba kile tunasema ni kweli. Kama wangejua tunadanganya, wangekuwa wameshatuaibisha mbele ya ulimwengu. Mimi naongezea tu hapo simulizi kidogo tu. Sawa. Hapo aliposema Mwalimu Ndacha. Kuna grupu moja juzi. Kuna wainjilisti wa viongozi wa kanisa walitusema kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ndio grupu jura unabii. Kwa wale ambao wanasema tumiasi, wako hapa wasikie. Waje hapa Tegeta Dawasa au popote ambao tutachagua wenyewe. Waniite ama watuite. Tuongelee hili jambo. Na yeye pia tunataka tufanye kitu kimoja. Naomba kama ulivyoleta Kisedee kwamba na Ndacha na kina Mwankemwa, nenda katafute pastors wa CDA wahoji kuhusu hichi ambacho tumefanyaje tunakisema hapa. Wahoje tu, mjui unaogopa au ndio umekupa maswali umetuletea wewe, nenda kaoje nao alafu waite utuoji tukiona na wao kama hivi. Hata kesho kama ipo nafasi au kesho kutwa akae pa pastor wa CDA au mwinjilisti wa CDA wanaomwamini wamemtuma, tufanye nini? Mazungumzo ya imani. Tuko lede, toa namba yako mtumishi kabisa ya Tanzania na hiyo yasipo ili wakupigie kama una hoja. Mimi bwana simulizi namba yangu ya Tanzania ni 0742 036 385. Hiyo ni namba yangu ya Tanzania. Namba yangu ya Kenya lazima tuweke kodi ya Kenya alama ya kujumulisha 254 705 602 alafu 959 mwisho. Mimi niko tayari kuhojiwa mahali popote. Niko tayari kuulizwa maswali yoyote ya kiimani. Na sitaki waone kana kwamba nitakuja ati na kiburi. Unajua kuna watu wanasema ati leo ni kiburi, sijui ni majivuno. Hapana. Mimi niko tayari kusikiliza, lakini nisikandamizwe.
Unajua simulizi ni vizuri unapomsikiliza mtu asikukandamize, akupe uhuru hata wa kumuuliza swali. Lakini si hata kwamba naambiwa kwamba lazima uamini hivi, lazima uamini hivi. Sasa sasa anakukandamiza. Na wewe ukimletea hoja, na ninataka hata Mwankemwa kama itawezekana tukae hivi tulivyokaa, hata si kama ile ya Waislamu ile, tukae hivi. Alafu wewe uwe mwenyekiti ambaye utasimamia haki. Unaona yani ili jambo hili, kwa maana hatuwezi kuwa na Biblia moja alafu tuwe hatuelewani. Ina maana kuna mtu ambaye anadanganya, na kama ni mimi nadanganya, wacha nijulikane nadanganya. Unaona? Na mtu ambaye anadanganya atajulikana tu, si ndio? Sasa mimi naomba kama vile Masawe amesema amekutuma kwa wachungaji wa SDA haswa hapa Tanzania, waendee na wakati wote watakapokubali tuambie, na tuko tayari kuja. Mungu akubariki pia wewe simulizi. Alafu wewe usikue tena